madiwani wateule, viongozi, kamati ya siasa ya kata, wananchi, viongozi, kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu ya muda, labda niseme tu nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kwa hapa leo. Lakini la pili, kwanza niombe msamaha kwa kutusubiri kwa muda mrefu. Nitaka kweli kuwahi, lakini mambo kaingiliana. Nadhani tunaomba mtusamehe. Niseme tu kwamba nishukuru Mwenyezi Mungu tena kwa sababu ya uwepo wenu hapa. Lakini nianze kwa kusema kwamba binafsi nimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kuniteua jina langu kupeleka kamati ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na baadaye kuteuliwa kwa mbunge wa jimbo la Arumeru Magharibi. Lakini wakina kiutu nisisahau, nakumbuka mlinipa kura nyingi wakati ule. Ngoja yenye nitoe kwanza kofia. Si unaona nilivyo? Na hivi naweza mkasema huyu ni nani huyu? Ile bwana alikuwa anasema anaitwa Lembulum. Nakumbuka? Lakini hata hana Lembulum, na hata Nyambulum. Kwa hiyo ndio mimi hapa. Muda umeenda, kiutu nafahamu changamoto mbalimbali zilizoko hapa, chache zilizopo, lakini naahidi kwamba tukishirikiana kwa pamoja tutaenda kutatua hizo changamoto. Kuna changamoto kwa mfano za barabara za ndani zimeharibika kwa sababu ya mvua. Lakini waambie kwamba Arusha DC tuna mitambo mikubwa sana ya barabara. Ile mitambo ilikuwa inakodishwa wilaya Longido, Ngorongoro kwa sababu haupo utawala au udhibiti wa rasilimali za halmashauri. Kipindi hiki tutaenda kuhakikisha kwamba hiyo mitambo inatengeneza barabara za kiutu ili hawa wananchi wazuri walio tusubiri muda wote wapite kwa nyakati zote. Lakini nakumbuka pia kuna swala la shule. Tutaenda kuangalia changamoto chache zilizopo katika shule zetu, zikiwepo vyoo, madawati na vitu kama vile tutaenda kuweka sawa. Lingine ni kuhusu mikopo. Kuna mikopo ya isiyo na riba ya 10%. 4 kwa kina mama, 4 kwa vijana na 2 kwa watu wenye ulemavu. Mwaka uliopita ilirudishwa na halmashauri yetu bilioni 2.4 kwa sababu watu walishindwa kutambuliwa wa kupewa mikopo. Nataka kuambia hivi, mkituchagua tutaenda kuhakikisha kwamba watu wa kiutu wanapata mikopo. Kina mama kama hawa wanapata mikopo kwa ajili ya kutunza watoto wao. Vijana watapata mkopo na watu wenye ulemavu watapata mkopo, kwa sababu tutaenda kuwa na timu ya watu wa kuweza kupata wale watu. Maana ya mkopo ni nini na namna ya kurudisha mkopo. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan pia amesema kwamba ataenda kuwa na mradi mkubwa kutoa mikopo isiyo na riba kwa wafanyabiashara wadogo na wakati. Iwapo ule mradi utaanza, tahakikisha kwamba kiutu, wananchi wa kiutu wanakuwa namba 1 kupata mikopo isiyo na riba. Sasa mimi nasimama hapa kusema hivi, niko mbele yenu kwa ombi moja. Tarehe 29 mwezi wa 10 naenda kupiga kura. Ni Jumatano ijayo. Kwa naomba watu wa kiutu mtoke kwa wingi tukampigia Dr. Samia Suluhu Hassan kura za kutosha. Ni nani ataenda kumpigia kura za kutosha? Dr. Samia Suluhu Hassan. Watapita nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba kura watu wanatoka kupiga kura. Ni wangapi? Unajua kwa nini Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa katika nchi hii? Ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ipasavyo. Mfano elimu, ametoa elimu bila ada kuanzia shule ya awali mpaka kidato cha 6. Nitatoa mfano mmoja kwa sababu ya muda. Nilipokuwa Ujerumani tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu kwa kikao kikubwa cha ifanyika Berlin, na mimi nilikuwa wameitwa wawekezaji wote duniani. Na mimi msinione hivi, na mimi ni mwekezaji mdogo. Au mnanionaje? Nikaitwa. Sasa wale wazungu walikuwa ni wengi kweli. Nikajitambulisha, nimetoka the United Republic of Tanzania. Mmoja mzungu akasema, "Unatoka kwenye ile nchi ambayo ina mwanamke rais, mwanamke mzuri." Nikamwambia, "Kwani mimi ni mbaya?" Kwa sababu mimi ni mweusi. Sasa kwa wale wazungu utaonekana tu mweusi. Nikamwambia yule mama, Dr. Samia Suluhu Hassan sio mzuri tu wa sura, ni mzuri wa roho. Anapenda watu wake kwa sababu ameletea amani, usalama na utulivu katika nchi yao. Ameunganisha kimataifa, ndio sababu anaenda nchi moja hadi nyingine kutafuta hela kuhakikisha kwamba watu wake wanapata miradi mbalimbali ya afya, maji, barabara na mikopo pia. Ameleta demokrasia na utawala bora.
Ametuletea pia wazungu kutoka kule. Kama mnakumbuka ule mradi wake wa Royal Tour. Ile mradi wa Royal Tour kabla hajawa rais, watalii walioingia Tanzania ni 626. Wakaingiza milioni 700. Baada ya kuanza Royal Tour, watalii wakaongezeka kufika milioni 5. Sawa na bilioni 4. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Naombeni tukamchague, kwa sababu nikienda kusema kwamba kiutu ana shida hii, shida ya barabara, shida ya maji na mambo mengine kama yale, anaangalia kiutu amenipa kura kiasi gani. Kwa hiyo anaangalia hata kiutu. Nikuta kiutu mlimpa kura nyingi na anawapenda. Yule diwani wetu yuko wapi? Wa kiutu. Hayupo? Oh, poleni. Sikujua. Basi na wangapi watampa diwani wetu kura za kutosha? Malambo mnamfahamu. Ni mtu mwema yule. Ni yule nadhani amepita. Lakini tumuongezea kura nyingi apate. Na Dr. Lembulung tena nani ataenda nyumba? Nani atapita nyumba kuniombea kura? Lakini niwaambie nawapenda, tuungane, tushirikiane. Mungu akitujalia mkatupatia kura za kutosha tarehe 29, tutarudi kwenda kufanya yale ambayo tumewaahidi. Nikufikia hapo kwa sababu ya muda, mimi niwatakie kila laheri, Mungu awalinde. CCM oye! Kiutu oye!